Usikose kufuatilia Chamsa TV kila juma ili kuweza kupata habari za kimataifa, ulimwenguni pamoja na habari za taifa. Mstari wa 6, nami na warehemu maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Kwa hiyo tunaweza tukaona kwamba Mungu hapo anatukataza kwamba tusiwe na Mungu mwingine katika maisha yetu, tuwe na Mungu mmoja tu, na huyo ndiye tumsujudie, huyo ndiye tumtumikie, huyo ndiye awe tegemeo letu, na huyo ndiye awe mstari wa mbele. Yaani sisi tuchukue nafasi yake, lakini Yesu aweze kuchukua nafasi ya mbele katika maisha yetu. Tukifanya hivyo, moja kwa moja tunaonyesha kwamba kweli tunampenda Yesu. Lakini pia tunaweza tukampenda Yesu kwa kumtii. Tunaweza tukampenda Yesu kwa kumtii. Kwa mfano tunaweza kaona hili katika Yohana 15:14. Neno linasema, ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Kwa hiyo upendo unatengeneza urafiki, unatengeneza mahusiano mazuri. Sasa tukisema kwamba sisi ni kweli tunampenda Mungu, basi urafiki ulioko kati yetu na Mungu uonekane, huo urafiki uonekane, lakini uonekane katika matendo, uonekane katika matendo. Sasa kwamba nyinyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda yale ninayowaamuru kwamba mkatende. Kwa hiyo pale tunaweza tukadhihirisha kwamba kweli tunampenda Mungu, lakini pia tunaweza tukadhihirisha upendo wetu kwa Mungu kwa kuwapenda wengine. Tunaweza kusoma Yohana waraka wa kwanza Yohana sura ya 4 kuanzia mstari wa 7. Tunaweza kusoma sura ya 4 mstari wa 7 na mstari wa 11. Mstari wa 7 unasema, wapenzi na mpendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Mstari wa 11, wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa na sisi kupendana. Kwa hiyo tukiona katika mazingira hayo, tunaona kwamba tunaamriwa kwamba sisi tuweze kudumu katika upendo, tupendane sisi kwa sisi. Lakini pia neno la Mungu alijasema kwamba tupendane sisi tuliookoka ndio tupendane. Tupendane wote, kwamba tukitambua kwamba hata Yesu naye alitupenda, Mungu naye alitupenda, akatuchagua, akatoa mwana wake kwa ajili ya kutufia, kwa ajili ya kutukomboa. Kipindi anamtoa mwana wake kwa ajili ya kutufia na kutukomboa, kipindi hicho tulikuwa bado hatujafaa mbele za Mungu. Kwa kama tulipendwa wakati bado hatujafaa, basi hivyo wakati huu tunajua kwamba sasa tumepata neema hii na tunatembea katika neema hii, basi tuweze kutambua kwamba kuna wengine bado hawajapokea neema hii, lakini bado tunatakiwa tuendelee kuwaonesha upendo. Tunatakiwa tuendelee kuwaonesha upendo, na hiyo hapo inaweza kusababisha tukawaleta nyumbani kwa Mungu. Kwa hiyo ni lazima tuishi katika upendo wa Yesu, kwani katika upendo huo Yesu alimtokea Petro ili kumdhihirishia jinsi gani anampenda, ingawa Petro alikuwa amemkana mara 3. Kwa hiyo kipindi Yesu anasulubiwa, tunajua kabisa kwamba Petro aliweza kumkana Yesu mara 3. Lakini baada ya Yesu kufufuka, alikuwa na wajibu wa kwenda moja kwa moja kumtafuta Petro kutoka pale alipo, kwenda kudhihirisha kwamba we Petro, bado nakupenda tu. Kwa upendo una nguvu. Yesu alitambua maana ya upendo, na hivyo aliweza kumfuata Petro na kudhihirisha upendo. Naomba tuangalie jambo la kwanza. Huo ulikuwa ni utangulizi. Katika somo letu, jambo la kwanza litakuwa ni wanafunzi wenye wasiwasi. Na hapa hatusome andiko kidogo, andiko letu Yohana sura ya 21 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3. Kuna jambo hapa tutajifunza. Mstari wa kwanza neno linasema, baada hayo Yesu alijidhihirisha tena kwa wanafunzi wake penye bahari ya Tiberia. Naye alijidhihirisha hivi: Simoni Petro na Tomaso aitwaye Pacha na Nathanieli wa Kana ya Galilaya na wana wa Zebedayo na wengine wawili wa wanafunzi wake walikuwa pamoja. Simoni Petro aliwaambia, naenda kuvua samaki. Nao wakamwambia, sisi nasi tutakwenda nawe. Basi wakaondoka wakapanda chomboni, ila usiku ule hawakupata kitu. Labda tuendelee hapa hivi sasa. Baada ya kusoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 2, tuendelee. Ni dhahiri kuwa wale wanafunzi hawakuelewa mpango wa Mungu kwa ajili yao.
Wanafunzi hawakuelewa mpango wa Mungu kwa ajili yao. Na sasa kipindi Yesu alikuwa akifanya kazi zote alizofanya Yesu kipindi cha uhai wake, hawakuweza kuelewa kwamba Yesu alikuwa anawaandaa kwamba baada ya Yesu waje wafanye nini. Lakini pia hata maagizo mbalimbali wakati Yesu anakaribia kuaga kutoka duniani aweze kurudi katika ufalme wake, hawakuweza kuelewa kwamba Yesu alikuwa anamaanisha nini. Ndio maana unaweza ukaona sasa Petro anatoa wazo hili, na unakuta kabisa kwamba hili wazo linakuja kupingwa, kuungwa mkono na wote. Yesu aliwapata wapi? Aliwapata kule. Kwa mfano kama mimi leo hii hapa, tuseme tu kwamba kabla sijaingia hapa nilikutana na Yesu wapi? Nilikutana na Yesu kilabuni cha pombe. Leo hii nikadumu na Yesu, lakini baadaye najikuta kabisa kwamba nimeondoka katika tumaini hili. Kwa baada ya kuondoka katika tumaini hili, wazo linalokuja mara moja ni kile ambacho kule Yesu alikonitoa. Yaani inafikia tu unaanza kujiongeza. Watu wanasema kwamba unajiongeza, kwamba hapo unapoteza muda. Mbona kule maisha yalikuwa mazuri? Mbona kule ulikuwa ukosi hela mfukoni? Mbona kule ulikuwa na marafiki? Mbona kule mlikuwa mnajirusha? Leo hii hapa kujirusha huko kuko wapi? Basi ni rahisi sana uweze kuondoka katika haya maisha mapya ulioletwa na kurudi katika maisha yale ya zamani. Hawakuelewa kikamilifu mafundisho ya Yesu. Petro hakuelewa kuhusu maisha mapya aliyoyakusudia Yesu kwa ajili yake. Yesu alishamwambia Petro kuwa atamfanya kuwa mvuvi wa watu. Pale alipomtoa katika uvuvi, alipomfanyia miujiza, wakapata samaki wengi, na mpaka Petro akakiri kwa sababu kwamba Bwana, ondoka kwangu mimi mwenye dhambi. Yesu akamwambia kwamba usijali, hapa nitakuondoa hapa, ila utakuwa mvuvi wa watu. Petro labda hakuelewa kabisa. Yeye alipokea tu kama amepokea masimulizi. Ukisoma Luka sura ya 5 mstari wa 10 utaona hilo. Yesu akimwambia Petro habari hizo. Katika upweke waliouhisi hao wanafunzi ikabidi warejee katika kazi yao ya zamani, yaani kuwa wavuvi wa samaki. Lakini safari hii kazi yao haikuweza kuzaa matunda. Nyavu zao zilikuwa tu kama ilivyokuwa mioyo yao. Hawa watu maana kwamba matumaini na imani yao iliweza kutetereka. Waliweza kurudi nyuma. Baada ya kurudi nyuma, wakarejea katika maisha yale ya zamani, wakijua kwamba bado mafanikio yale wataendelea kuyapata. Lakini Mungu alikuwa na mapenzi yake pia katika maisha yao. Waliporudi katika maisha yao ya awali, kwa kweli walikuta mambo yamebadilika. Walipojaribu kuvua samaki hawakupata chochote. Katika hili tunajifunza kuwa maisha bila kusudi ni matupu. Maisha bila kusudi, maisha bila malengo ni matupu. Maisha bila tumaini, unaishi lakini uishi hauna tumaini. Unaishi kwa ajili ya tumaini gani? Au maisha ni matupu. Kama Petro na wenzake, baadhi yetu leo tunashindwa kujua huduma aliyotuandalia Mungu. Tunaishi bila kujua huduma ile ambayo Mungu ametuitia. Basi tunaishia kuzurura hapa na pale. Tunaishia kuzurura hapa na pale bila kujua mpango wa Mungu kwa ajili yetu. Tunazurura tu, tunaenda huku. Mwisho wa siku tunakuwa kama mpira ule, unaenda huku unapiga unarudi, unaenda huku unapiga unarudi, unaenda hivi, kwa sababu unaishi nje ya makusudi. Unaishi bila makusudi. Kusudi gani? Unaishi kwa ajili ya kusudi gani? Hauna kusudi kabisa, hauna malengo. Lakini pia maisha ni matupu, hasa kwa wale wanaomfuata Bwana kisha wakageuka nyuma na kuzirudia maisha yao ya kale. Utakapokuwa umetoa maisha yako, umeokoka, ukamfuata Bwana, ukakiri kwamba Bwana ndiye mwokozi wako, lakini mwisho wa siku ukarudi nyuma, kwa kweli unatengeneza maisha yako yawe matupu. Yaani maisha yako yatakuwa matupu na hamna chochote utakachokifaidi, zaidi utapata upotevu. Sasa matokeo ya kurudi nyuma, tunasema kwamba kuna kauli mbalimbali, kuna maneno mbalimbali yanaweza kutumika hapa. Wanasema kwamba ameanguka, matokeo ya kuanguka, amerudi nyuma. Yote kuanguka, kurudi nyuma yana matokeo. Matokeo yake ni kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Ukisharudi nyuma, maana yake kwamba unapungukiwa utukufu wa Mungu. Hebu angalia Warumi 3:23.
Warumi 3:23 inatufundisha kwamba utakaporudi nyuma, ukatoka katika neema ya Yesu Kristo ukarudi nyuma, utakuwa umetoka katika kufukua. Lakini pia ukirudi nyuma utakosa thawabu kuu ya Mungu. Thawabu zote ambazo Mungu ameandaa kwa ajili ya watu wake hapa duniani, lakini kuna thawabu ile pia ambayo ameandaa kwa ajili ya watu wake mbinguni. Hizo zote utakuwa umekosa, kwa sababu umerudi nyuma. Kurudi nyuma maana yake kwamba utakapokuwa umeitwa na Yesu ukawa mwanafunzi, na wewe mwenyewe ukakiri kwamba mimi mtoto wa Mungu, lakini mwisho wa siku ukaondoka, maana yake kwamba kuna namna. Kama wewe sio mtoto wa Mungu, kama wewe sio mtumishi, mfuasi wa Yesu, basi wewe ni mfuasi wa shetani. Kwa maana yake Mungu utakaporudi nyuma ya ile ahadi na mambo yote ambayo Mungu aliandaa kwa ajili ya watu wake, wewe hapo maana yake kwamba tayari eneo lako lishaondolewa, wewe sehemu yako imeandaliwa kwa ajili ya kule kwa shetani, kwa sababu huyo sasa ndio baba yako ambao umemfuata. Lakini pia tutakuwa tumepunguza nguvu za Roho Mtakatifu ndani yetu. Utapitia Waebrania 10:35 hadi 39, utajifunza hayo. Ni vyema sasa sisi kama wafuasi wa Yesu Kristo tuwe na imani thabiti juu ya Mungu wetu na tujue mipango yake kwa ajili ya maisha yetu na kuzingatia yafuatayo. Basi tuweze kujua, ni wajibu wa kila mtu aliyeokoka, ni wajibu wa kila mtu ambaye ni mwana wa Mungu aweze kujua mipango ya Mungu kwa ajili ya maisha yako. Ambapo unaweza kufanya hivyo, labda utafanya vipi uweze kujua mipango? Nitafanya vipi niweze kujua mipango ya Mungu kwa ajili ya maisha yangu? Utafanya vipi? Unaweza tukue hilo swali, unaweza kufikirisha kidogo, lakini kuna mambo mengi sana ya kufanya ili uweze kujua kwamba mpango wa Mungu katika maisha yangu ni upi. Mmoja wapo ni kusoma neno la Mungu. Ukisoma neno la Mungu utajua kwamba Mungu anakusudia nini, kwa sababu neno la Mungu, maneno yale katika Biblia, Mungu ameandika maneno yake yote, lakini aliandika kwa ajili ya watu wote ambao watatafuta neno lake. Kwa hiyo kwa kusoma neno la Mungu utaweza kujua mpango wa Mungu kwa ajili ya maisha yako. Lakini pia kumsikiliza Roho Mtakatifu. Kumsikiliza Roho Mtakatifu anaponena, pia utaweza kujua malengo ya Mungu katika maisha yako. Lakini pia kusikiliza ushauri wa waamini wenye busara. Sio kwamba lazima ukatafute kwamba Mungu aseme pamoja na wao kudumu pia katika kusoma neno tu, lakini pia kuna mtumishi mwenzako tu, kuna mwamini mwenzako tu ambaye kwa namna moja au nyingine, kwa sababu mwisho wa siku sisi ndo tunaishi huko, sisi ndo tunakutana huko. Kwa mtu anaweza kuambia bana, nilikuona ulipita sehemu fulani, lakini nakushauri katika hayo yote jana ambao labda katika mazingira hayo yote nilipokuona jana, kuna moja mbili tatu hapa. Jitahidi uweze kubadilisha hiki, fanya hivi. Basi tunatakiwa tuendelee kuishi katika kusikiliza ushauri mbalimbali tunazopewa na waamini wenye busara. Kwa kufanya hayo na mengine mengi, unaweza kupata neema ya kujua kusudi la Mungu katika maisha yetu. Sasa tunaweza kujua kwamba labda Mungu alituita. Mungu kama sisi ni watu wa Mungu, manake Mungu anakusudi ndani yetu, anakusudi na sisi. Labda nini kusudi la Mungu katika maisha yetu? Kusudi la Mungu au kusudi la Yesu katika maisha yetu inaweza ikawa ni kukua ndani ya Kristo. Yesu anataka kwamba akishatuita akatutoa huko tulikokuwa tukaingia ndani kwake, anataka sisi tukue. Na na tutakuzwa na nani? Wa kutukuza sisi ni Yesu mwenyewe. Yeye anatutoa huko, anatutoa sisi wenyewe, anatuleta katika maeneo ambayo anasema kwamba hapa tunafaa tuwepo, lakini tukishaingia pale yeye mwenyewe ndio atatukuza. Kwa hiyo Yesu anataka sisi, kusudi lake katika maisha yetu ni tukue. Amna mtu ambaye ameitwa na Mungu katika uchanga wake, basi lengo lake ni kwamba aendelee kudumu katika huo uchanga. Yesu anataka tukue, sio ndio tukue kimwili, pia tukue kifikra, tukue kiroho, tukue kimafanikio, tukue katika nyanja zote. Vyote anavyo Yesu. Anasema kwamba ukimpata Yesu umepata vyote. Sasa ukimpata Yesu umepata vyote, maana yake kwamba Yesu yeye atakuita ukiwa katika udhaifu wako huu, lakini ukitulia ukakabidhi maisha yako kwake, yeye atakukuza,
atakuweka katika viwango vyote ambavyo yeye kulingana na makusudi yake. Kila mtu anaishi hapa duniani kwa kusudi la Mungu. Kwa hiyo yeye atakukuza kulingana na kusudi lake, sio kwa kulingana na kusudi lako. Hapo unadanganya, kwa sababu kama mimi nataka nina kusudi la kuwa utawala dunia hii. Kama Yesu ndio alisema kwamba ngoja huyu nimlete huyu duniani aende katawale dunia, basi atakukuza, atakupa vyote ambavyo vinahitajika kwa ajili ya kutawala dunia, na kweli utatawala dunia. Lakini kama alikuleta ili uweze kutawala tu eneo la Mbezi na Ubungo, basi atakukuza katika eneo hilo ili mapenzi yake yapate kutimia. Kwa hiyo Yesu anataka sisi tukue ndani yake. Kama unajiona kwamba leo hii hapa bado una kaudhaifu fulani ndani yako, ujue kwamba Yesu ndio hivyo anakukuza, na kukuzwa ni hatua, sio jambo la siku moja tu tayari unajikuta kwamba umelala unaamka tayari umeshakuwa. Kukua ni hatua. Toa nafasi kwa Yesu akukuza. Lakini pia malengo mengine ya Yesu ni kuwaambia wengine. Yesu analenga malengo yake, mipango aliyonayo ni kwamba akishatukuza, basi twende tukawaambie wengine habari za Kristo. Tuwaambie wengine habari za Kristo. Lakini pia kuwaleta ndani ya Kristo na kuwakuza. Hapa ni kuhubiri neno la Mungu. Akishakukuza, anataka uondoke ukafanye kazi kuhakikisha kwamba wengine wale wote ambao neema hiyo haijawafikia, wao wamepata hiyo neema, wamepata kusikia, wamesikia. Kwa hiyo wewe utakapokuwa umekuzwa alafu kabaki bila kufanya jambo lolote kwa ajili ya ule wito ambao tayari umeitwa, Yesu anataka tukishakuwa ndani yake tuende tukawaambie wengine habari za Kristo na kuwaleta ndani ya Kristo, na pia kuwakuza hao watu, lakini pia kuhudumu ndani ya kanisa na ndani ya jamii tunayoishi. Yesu anataka tuhudumu kanisani, tuhudumu kama mwanakwaya, tuhudumu kama shemasi, tuhudumu kama mwalimu, tuhudumu kama mwalimu watoto, kama walezi, tuhudumu katika njia mbalimbali, tuhudumu katika pambio, katika kuimba, katika kupiga makofi, katika kucheza. Zote ni huduma. Huyu anacheza, huyu anaimba, huyu anahubiri, huyu anafundisha, huyu anapiga ngoma, huyu ananena kwa lugha. Ukichanganya vyote hivi, huduma ndani ya kanisa inaonekana. Lakini sio ndani ya kanisa tu, lakini tuhudumu pia katika jamii tunapoishi. Jamii iweze kufaidi kwa uwepo wetu sisi watu ambao ni watoto wana wa Mungu ambao tunaishi katika ile jamii ione faida yetu. Nadhani kwamba ni vigumu sana wewe kuwa umeokoka, umekuwa mtu wa Mungu, unaishi katika jamii, na ile jamii isione kwamba wewe ukiondoka katikati yao kwamba kuna kitu watakuwa wamekipoteza. Waone kwamba kuna namna fulani wanafaidi, waone kwamba kuna namna fulani unawahudumia, waone kwamba kuna namna fulani wanakutegemea, waone kwamba kuna namna fulani kupitia wewe wanaona mwanga, na katika yote wamshukuru Mungu. Tuangalie jambo la pili. Jambo la pili ni Mwokozi mwenye neema. Mwokozi mwenye neema. Hapa tutasoma andiko letu kuanzia mstari Yohana sura 21 kuanzia mstari wa 4 hadi mstari wa 14. Labda tutasoma kwa haraka. Hata asubuhi kulipokucha, Yesu alisimama ufuoni, walakini wanafunzi wake hawakujua ya kuwa ni Yesu. Basi Yesu akawaambia, wanangu, mna kitoweo? Wakajibu, la. Akawaambia, litupeni jarifu upande wa kuume wa chombo, nanyi mtapata. Basi wakatupa, wala sasa hawakuweza kulivuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki. Basi yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda akamwambia Petro, ndiye Bwana. Naye Simoni Petro aliposikia kuwa ni Bwana, akajifunga vazi lake, maana alikuwa uchi, akajitupa baharini. Na hao wanafunzi wengine wakaja katika mashua, maana hawakuwa mbali na nchi kavu, ile yapata dhiraa 200,
huku wakilikokota lile jarife lenye samaki. Basi waliposhuka pwani, wakaona huko moto wa makaa na juu yake pametiwa samaki na mkate. Yesu akawaambia, leteni hapa baadhi ya samaki mliowavua sasa hivi. Basi Simoni Petro akapanda chomboni, akalivuta jarife pwani, limejaa samaki wakubwa 153. Na ijapokuwa ni wengi namna hiyo, jarife alikupasuka. Yesu akawaambia, njooni mfungue kinywa. Wala hakuna mtu katika wale wanafunzi aliyethubutu kumuuliza, nani wewe? Wakijua ya kuwa ni Bwana. Yesu akaenda akautua mkate, akawapa, na samaki vivyo hivyo. Hiyo ndiyo mara ya 3 ya Yesu kuonekana na wanafunzi wake baada ya kufuka katika wafu. Hilo ni andiko letu. Sasa tuingie katika somo. Tumeona kabisa toka mwanzo kwamba mapema asubuhi Yesu alisimama ufuoni na akawaita wanafunzi wake. Mwanzoni wanafunzi wake hawakumtambua. Yesu alijua kuwa hawakupata samaki. Alikuwa anajua kabisa kwamba hawakupata samaki. Baada ya muujiza wa samaki, Yohana aliweza kumtambua Yesu. Akamwambia Petro. Petro naye kama Petro tunamfahamu. Petro alikuwa ni mtu wa haraka, maamuzi ya haraka. Na Petro kweli alikuwa anampenda Yesu na alikuwa na upendo naye. Sasa alipomkana, sijajua kwamba, naamini kwamba aliumia sana. Petro aliumia sana. Petro alikuwa anampenda Yesu. Yaani mwambie kitu kwa Yesu, lakini aliumia sana. Sasa napo inaonekana kwamba kipindi hicho chote walishapoteza tumaini, wakajua kwamba ilikuwepo, imebaki historia. Alikuwepo, tuliishi naye, ameondoka. Sasa baada ya muujiza kufanyika katikati yao, na huyu Yohana anadokeza habari kwa Petro kwamba huyu tunayeongea naye ni Yesu. Basi Petro naye kama Petro akafanya kama alivyokuwa akifanya kama kawaida yake. Haraka akajifunga mavazi yake, akajitupa baharini na kuogelea hadi kwa Yesu. Wanafunzi wengine wakaileta mashua ikiwa na samaki 153. Yesu akawaagiza walete baadhi ya samaki waliovua. Katika mstari wa 13 katika andiko letu hilo tunasema kwamba kuna matendo ya Yesu katika mstari huo. Matendo yale yaliwakumbusha wanafunzi mambo mbalimbali kipindi cha nyuma. Yaliwakumbusha miujiza ambayo Yesu aliweza kufanya walipokuwa naye, ya kwa kutumia samaki wachache na mkate kidogo tu akawalisha watu karibia 5,000. Walikumbuka. Lakini pia walikumbuka kwa sababu kwamba Yesu walienda akatua akawapa. Ndivyo alivyofanya mara ya mwisho walivyoshiriki mlo wa Pasaka kabla ya kusulubiwa. Kwa aliwakumbusha wanafunzi wake mambo yote yaliyofanyika huko nyuma. Basi katika hii habari ambayo tumeisoma tunaweza kujifunza mambo mbalimbali. Kuna mambo tunaweza kujifunza hapa. Ningeweza kukuuliza wewe mwanafunzi ambao unashiriki na mimi katika somo hili, katika habari hiyo wewe unaweza kujifunza nini? Nini unajifunza? Unapata picha gani hapa? Hao watu walijiongeza wakarudi katika kazi yao ya uvuvi. Lakini hapa hawakupata chochote. Na Yesu akijua kabisa kwamba hao watu hawajapata chochote, akauliza, mna chochote? Akasema hapana. Akasema, tupeni upande wa kulia pale, mtapata. Na kweli wakapata. Hapa walivyoenda wenyewe hawakupata. Walivyoelekezwa na Bwana wakapata. Tunajifunza nini? Na kitu kinachofundisha hapo. Mtu angalau mmoja, nisiwe naongea. Hayo sio mahubiri, ni darasa tunasoma. Soma mahubiri. Amina, amina.
shangwe, haleluya. Na mkaribishe mmoja. Wewe. Nirudie swali. Nimesema kwamba kumbe ulikuwa pamoja na mimi wakati nilikuwa nasoma pale kuanzia Yohana sura 21 pale kuanzia mstari wa 4 mpaka 14 pale. Kumbe tu. Ulikuwa unapokea. Sawa. Sasa ukisoma pale unaweza ukaona jinsi ambavyo Yesu aliwatokea wanafunzi wake wakiwa katika uvuvi, na Yesu akauliza, mmepata chochote? Sema hatujapata. Asema haya, fanyeni upande wa huko. Walivyofanya hivyo wakapata tena tele. Tunafikiria kwamba walivyoenda bila Yesu hata kimoja, wanasema nyavu lilikuwa tupu. Lakini Yesu alipowasogelea, alipowaelekeza, wakapata hata na zaidi. Tunaweza kujifunza nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mimi hapo nimejifunza kwamba katika kila jambo unalolifanya mtangulize Yesu kwanza. Pia katika kumtanguliza Yesu usikie sana sauti ya Mungu. Maana yake wale wanafunzi wasingesikiliza Mungu alichowaambia kwamba tuone nendeni upande wa huko, wasingepata. Lakini kwa sababu walipomsogelea Yesu, maana yake walipoenda kwa Yesu wakasikiliza sauti yake, wakapata zaidi. Maana yake tuwe na Yesu ndani yetu, alafu tusikilize sana anachotuambia, tutapata zaidi. Hata kile ambacho hatujakiomba tutakipata zaidi. Mimi ndio nimejifunza hivyo. Asante sana. Barikiwe sana. Naomba mtu mwingine. Yaani ubarikiwe, siongezi hata unachokisema. Safi kabisa. Naomba mtu mwingine pia achangie kidogo. Naomba mama mchungaji anajiandaa kusema chochote. Asante karibu sana. Alikuwa anaendelea kuongea hapa. Sawa. Kupata nitoe nafasi ili kuchagua mwanzo kabisa useme. Naona ukasita. Haya sasa nafasi ni kwako. Sababu mimi nikienda mpaka mwisho mimi nafunga pale. Natoa mambo ya somo na upate. Utapata nafasi yenyewe ndio hii hapa. Nikimaliza huko naomba mchungaji kama ataendelea kwa hapo. Naomba mchungaji anafunga. Amen. Mimi nilikuwa natafakari kuhusiana na hicho kipengele kwamba Petro na wale watu walipoenda kuvua, mara ya kwanza walikuwa wanavua hawapati kitu. Lakini Yesu alipowaambia waende, walienda wakapata tele. Sasa kwenye maisha yetu nitajuaje kwamba wakati huo ninapofanya hiki kitu ni Mungu ameniambia nifanye? Najaribu kufikiria kwamba kumbe kuna vitu tunafanya vingi sana, tunafanya biashara nyingi sana ambazo sio Mungu ametuambia tufanye. Ndio maana hatufanikiwi. Tunafanya huduma ambazo Mungu hajatuambia tufanye. Ndio maana huduma zetu hazina matokeo. Sasa ni kwa jinsi gani tutajua kwamba hii ni sauti ya Mungu imeniambia nifanye hiki kitu? Asante sana. Kwa hapo umechangia vizuri. Kuna kitu cha tofauti kabisa na kusema hivi, wewe ukaweka kwa namna nyingine ambayo imeleta ladha nyingine nzuri. Imeeleweka kabisa. Lakini kumbe umeacha na swali. Kwa namna gani tunaweza tukasikiliza kwamba huyu ni Yesu ndiye aliyenielekeza nikafanye, alafu kaenda kufanya. Sivyo? Hilo swali tutalipeleka kwa mama mchungaji au kwa mchungaji akipata majibu yake kabla tuendelee. Mchungaji saidia haraka. Mimi narudi kwenye mstari wa 3. Unasema Simoni Petro akawaambia, naenda kuvua samaki. Nao wakamwambia, sisi nasi tutakwenda nawe. Basi wakaondoka wakapanda chomboni, ila usiku ule hawakupata kitu. Na urudia sasa mstari wa 14 ambako ndio swali letu limetoka. Mstari wetu wa 14 unasema hiyo ndiyo mara ya 3 ya Yesu kuonekana na wanafunzi wake
baada ya kufufuka kwake. Ni mstari wa 13. Yesu akaenda akautwaa mkate, alipata wapi? Maana hapa yeye hakuwemo baharini. Sasa alipata wapi? Wao waliposema tunamwacha Yesu, maana Yesu alisema kaeni humu humu, wao wakaona kukaa humu humu wamechoka, wakavue samaki. Kwenda peke yako bila Yesu ni maangamizi, ila kwenda pamoja na Yesu kunalipa. Sasa mfugaji pamoja kati. Ndio. Mtumishi pale anataka kujua kwamba atajuaje kwamba hii sauti hii ni ya Yesu, niamke nimfuate. Namna ya kujua sauti ya Yesu ili ukisema tukapata sauti za wote tu tunazosema, kwa sababu duniani kuna sauti nyingi sana. Nitafute kwanza andiko. Nataka kuongea. Au unataka kuongeza? Okay. Hebu tuanze na wewe. Warumi 8. Basi acha. Nilikuwa natafuta Warumi 8 mstari wa 14. 8:14. Nasema kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. 16. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Kama una Roho wa Mungu hautahangaika kwamba mimi naelekea upande gani. Kwenye Yeremia sura ya 17 inasema waliopandwa katika nyua za Bwana watakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya maji. Kwa hiyo mtu huyu hatakuwa anateseka. Imekuwaje? Tunapokosea ni kwenda peke yetu bila kumsikiliza Roho. Amen. Mtumishi, nadhani umesikia vizuri. Unahitaji Roho Mtakatifu. Ukiwa na Roho Mtakatifu utajua kwamba Roho Mtakatifu anakuambia kwamba amka, fuata, huyo ni Mungu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Chamsa TV, tafadhali bofya neno subscribe na gonga alama ya kengele ili kupata habari na matukio mbalimbali yanayotokea kila juma. Chamsa TV, daima tunakujali. Usikose kufuatilia Chamsa TV kila juma ili kuweza kupata habari za kimataifa, ulimwenguni pamoja na habari za taifa.